Ni jitihada za wananchi wakijaribu kuondoa tope kubwa ambalo limeingia majumbani kwao. Hii ni baada ya mvua kubwa kunyesha usiku majira ya saa 7 na kusababisha mafuriko ambayo yameweza kuwaacha wakazi hawa wakiwa hawana mahala pa kukaa. Tumefika hapa na kuzungumza na baadhi ya manusura ama wale ambao wamekumbwa na mafuriko haya na kuzungumza namna ambavyo wameokolewa usiku baada ya mvua hii kunyesha na maji kuingia katika makazi ya watu. Haya maji yamekuja yakapiga huu ukuta ukawa umetufuata kule ndani sasa. Kwa hiyo ndio maana unaona haya matofali yote huku, haya makuni, manini, yote imekuja mpaka kule ndani kwetu. Kwa hiyo sisi wenyewe hatukujua, tumeshtukizia. Nikasikia makelele ya maji. Tukatoka nje, tukakutana na maji yanakuja kwa kasi sana, yenye matope, uchafu mwingi. Ilikuwa ni saa 7 za usiku, tuna watoto, hatujui cha kufanya. Kwa tukashikwa na uoga, tukaanza kupiga kelele, hatuna pa kukimbilia. Maji yametapakaa kila mahali, mpaka vitandani, vyombo. Tuna watoto, yani kwa kweli ni Mungu tu mwenyewe amefanyaje, ametusaidia. Kwa majina anaitwa Viki Mtunga. Ilikuwa ni usiku wa saa 7. Tulisikia kishindo nje, kumbe ni ukuta ulikuwa umeanguka. Tunakazana kufungua mlango, kumbe maji yalishajaa nusu kwenye madirisha na mlangoni. Tukaona tope, tukaona mvua kwa dirishani. Majirani wakatupigia msifungue milango kwa sababu mvua ni nyingi, maji yameshasimama huku nje. Mkifungua maji yatajaa sana ndani. Mimi naitwa Frank Kagoma, ni diwani wa kata ya Kiboroloni. Kama mnavyoona eneo hili tuloko ni kwamba maji yalikuwa yamefika juu ya ukuta huu. Kwa hiyo ndugu zetu wa uokoaji wamekuja wamesaidia kuwaondoa watu ndani. Hali ni mbaya kabisa. Vitu vimeondoka. Kuna kama walikuwa karibia watu 9 walikuwa wameshaenda na maji. Watu wa uokoaji na vijana ambao wakwetu wamesaidia kuokoa. Kuna nyumba moja mtu alikuwa ameondoka na familia yake. Kwa hiyo majengo yameharibika. Hali ni mbaya, miundombinu ni mbaya kabisa. Upande wa juu kwenye soko letu la kila siku la Jumatano na Jumamosi kuna ukuta umeanguka. Majengo yale yalikuwa ya Mzee Samburu kwa maana ya kuweka vitu, nayo yameharibiwa sana, vifaa vimeharibika vingi, vitu vingi sana vimeondoka kweli. Mkondo uliharibu. Mkondo wa maji yaliposhuka na magogo yaliblock, ndo maana ya maji yakahamia sasa kuingia kwenye nyumba za watu. Ukanda wote huu nyumba sasa hivi watu wanafanya kazi ya kuondoa matope na nani, maana vitu vimeharibika kabisa. Naitwa mrakibu msaidizi Jeremia Mkomagi, kaimu kamanda wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji mkoa wa Kilimanjaro. Tukio la maji kuzingira makazi ya watu, lakini pia ili daraja ambalo tulipo eneo la Kiboroloni katika kata ya Kiboroloni manispaa ya Moshi, daraja liliziba kutokana na magogo mengi ambayo yalishuka kutokana na mvua zilizonyesha na maji kutoka milimani. Kwa hiyo daraja likaziba na ile njia ya kawaida ya maji kupita ikawa haipitiki. Kwa hivyo haya maji yakahamia kwenye makazi ya watu. Kwa hivyo juhudi za kuokoa tukazifanya wakati wa usiku na tulifanikiwa kuokoa watu 17 na kuwapeleka katika maeneo ambayo ni salama. Kwa hivyo majeruhi wanaendelea na matibabu, wamepelekwa katika hospitali kwa ajili ya matibabu.